lakini pia tunaongeza maslahi ya walimu kwa kadiri hali inavyoweza, na ndio maana mpaka sasa tumefikia pahala mpaka kuunda tume ya uajiri wa walimu. Kwa maana tunajua umuhimu wa walimu, na kama msichokijua, hakuna taifa lolote ambalo linaweza likapiga hatua ama likaendelea kama wananchi wake hawajaelimika. Kwa maana hiyo mimi nikupongezeni sana walimu, na kwa kuwa mmejitoa kwenye hili jambo, na sisi kama Chama cha Mapinduzi na idara ambayo hii inahusiana na elimu ama na mafunzo, tutaendelea kadiri hali itakavyokuwa kukuungeni mkono. Kwa maana hiyo mimi niseme kwamba ni jambo moja zuri sana ambalo mnaendelea nalo, lakini muendelee kutushauri kwenye taaluma ya elimu. Tuendeleeni kutushauri kwa sababu kwamba tunawahitaji sana. Sasa hivi ushindani mkubwa uko kwenye elimu, na mimi siku zote nasema, unajua sometime tunapata kazi kubwa sana katika serikali zetu hizi, usifahamu, kuwatafuta walimu wenye uzalendo. Unajua unaweza kwa rais ukampelekea majina ya uteuzi, lakini kama mtu anakosa uzalendo, ndo hayo mnawasikia. Lakini mkiwa wazalendo, mmesoma vizuri, basi nadhani jambo ambalo litaweza kutusaidia sana katika mambo yetu. Na mimi nikwambieni tu kwamba sasa hivi serikali yenu zote mbili zimewekeza sana kwenye elimu. Kama mtakuwa mnafuatilia, kama mmeiangalia bajeti ya elimu katika ile trilioni 62 ya Jamhuri ya Muungano, na katika ile ya Zanzibar takriban trilioni 8 nukta, zote elimu imechukua asilimia kubwa katika bajeti zote. Kwa maana tunataka tuhakikishe kama kauli mbiu yetu soon baada ya uhuru na mapinduzi, kwamba tuna vita ya maadui wangapi? 3: maradhi, ujinga na umaskini. Sasa hayo yote 3 yanaweza kupigwa vita kama watu watakuwa wameelimika. Maana ukisoma vizuri, ukielimisha vizuri, ndio utapata madaktari wa kutibu hayo maradhi kuondosha. Ukisoma vizuri, utaweza kutengeneza miundombinu ya kiuchumi mizuri, tutaondosha umaskini. Kwa maana hiyo elimu ndio kipaumbele chetu cha mwanzo. Na napenda kumnukuu sana waziri mkuu mmoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipita, hayati Edward Ngoyai Lowassa. Yeye alikuwa kipaumbele chake elimu. Na ndio maana unapoona kipindi chake cha waziri mkuu tuliweza kuanzisha ujenzi wa UDOM, shule za kata zile. Nampongeza sana Rais Kikwete, kipindi kile wakati wake chini ya waziri mkuu wake huyu walifanya kazi kubwa sana spidi katika elimu, kuhakikisha wanafunzi ama watoto wa Tanzania wapata elimu. Na ndio vile vile spidi ambayo anaenda nao Rais Samia. Sasa hivi utapokwenda kwenye kata unakuta ujenzi mzuri wa shule za kisasa kabisa. Hapa Dr. Mwinyi ndo amemaliza. Hapa yeye Dr. Mwinyi anapiga G+3 tu. Magorofa kila pahala. Na lengo ya serikali yenu hii, tunataka watoto wa Kitanzania wasome vizuri. Na tunataka watoto wa Kitanzania wasome mkondo mmoja. Ili wakisoma mkondo mmoja, tutapata sasa pia kuwajenga kwenye maadili. Mmeona mlikuwa mnazungumza katika moja ya vitengo vyenu, mnazungumza masuala ya maadili. Mtoto hawezi kupata maadili kama hapate elimu ya kiroho. Tunasema kwa mujibu wa shirika la elimu na sayansi UNESCO, tusizidi madarasa yetu wanafunzi 45. Yaani kumpa nafasi nzuri mwalimu kufanya revision na kupitia madaftari ya wanafunzi. Lakini mwalimu ana watoto 110, kweli ana muda wa kupitia madaftari yote? Kwa maana serikali yenu zote mbili, hususan serikali pia ya Zanzibar ya Dr. Mwinyi, anahakikisha tusizidi darasa average ya wanafunzi 45, na kwa mujibu viwango vya kimataifa. Lakini sio hapo tu, kwa maana ndio maana tukasema tunaimarisha majengo ili kutoa nafasi kubwa ili tufikie lengo hilo ya kuwaweka watoto wetu kwenye maayo. Vile vile ukasema tunafundisha pia masuala ya tehama. Teknolojia sasa hivi imekwenda mbali. Leo wanafunzi wa Tanzania wa Zanzibar hapa wanaweza kusoma syllabus yote duniani. Hata kama Marekani, tunaweza kuwasiliana na shule yote Marekani ama shule zozote zilizoko Tanzania.
kwa teknolojia. Leo mtoto tofauti tuliposema sisi miaka 80 tunaanza standard 1, uijui kompyuta, ujui chochote. Leo mtoto anaweza kusarifu laptop nini, yuko shule ya msingi tu. Kwa maana ni maendeleo makubwa. Na ndo sasa ndo maana tukasema tunaelekea taifa lililokuwa limeelimika. Sasa hivi hatuna uhaba wa maengineer. Wakati tunapata uhuru tulikuwa na engineer 5 tu bara. Zanzibar tulikuwa hatuna hata mmoja hapa. 64. Leo tuna maengineer wangapi? Tena wanawake na wanaume. Leo kazi nyingi za nchi yetu wanafanya wazalendo. Wingi. Baadhi tu kuna kazi chache tu, na tukishafika kwenye teknolojia kubwa ya kujenga mabarabara na mabriji makubwa, hamtowaona wa China hapa wala Waturuki wanani. Tutafanya wenyewe. Hata kujenga SGR tutafika pale tutafanya wenyewe. Kwa maana tunaendelea kujenga capacity building ya watu wetu katika masuala ya elimu na teknolojia. Kwa hiyo mimi nikupongezeni sana, lakini mjue kwamba serikali zenu zote mbili zinafanya kazi kubwa kuwekeza kwenye elimu. Na nyinyi jitahidini sana, na hili pia nitoa wito kwa ninyi. Pia msiridhike na viwango vyenu vya elimu. Msiridhike, jiendelezeni. Chama chenu hichi kitakushikeni mkono. Kitakushikeni mkono. Tunataka watoto wetu wafanye vizuri kama sasa tunaona matokeo yanapotoka. Sasa hivi kupata 0 nadra. Huyo 4 upate sasa hivi. 1 2 3 wachache tunaelekea huko. Na ndio maana sasa hivi tumeongeza hata udahili kwenye vyuo vyetu vikuu. Tumeongeza mikopo katika vyuo vikuu. Tunataka Watanzania wote wawe na elimu yenye kufahamika. Na nyinyi walimu mna jukumu hilo la kufanya. Kwa hiyo mimi nikupongezeni sana, na endeleeni kufanya mara kwa mara haya. Kujikumbushana na kubadilishana uzoefu baina ya bara na Zanzibar. Mnatambiliana, mwe na syllabus. Tumezoea mwezi wa 4 hapa tunakuwa na ile Pasaka tunakuwa tunatembeleana mwaka mmoja huku mwaka mmoja huku. Sasa na nyie sio mbaya. Shirikisho ile likafanya hilo. Ikawa na nyie mwaka mnakwenda kutembea bara, mwaka mnakuja huku. Na mkifika kule zile siku 4-5 mnazitumia kufanya ziara kwenye maskuli. Kuangalia hapo kwa almost skuli zimefungwa, lakini mnapata kukutana na walimu na zile za boarding, kwa sababu inakuwa ni likizo ndogo, mnawakuta watu kwenye wanafunzi kwenye boarding school. Kama niseme hili jambo muhimu sana, kwamba na sisi tunakuungeni mkono, lakini hapa tunapaswa kuwapongeza sana marais wetu. Tumpigeni makofi sana Rais Samia. Muongezeni sana Rais Samia makofi. Lakini pia muongezeni makofi mingi sana Daktari Hussein Ali Mwinyi. Mpeni tena Dr. Mwinyi. Wamedhamiria kuwafanya watoto wa Kitanzania kuondokana na wale wadui watatu ambao ndio usia mkubwa tulioachiwa Tanzania. Kwa maana hiyo kazi ni kuhakikisheni, mimi kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi na msimamizi wa ilani, najua kinachofanyika kwenye elimu. Kazi kubwa sana, na tumetenga bajeti fedha nyingi kabisa kuhakikisha tunaondoa tatizo la watoto kutokusoma kwenye mazingira mazuri, lakini pia wasome kwenye vifaa vya kisasa, na kazi hiyo inafanyika kwa kubwa sana. Mimi nimalizie hotuba yangu ama maelezo yangu kwa kukupongezeni, lakini nasaha zangu ndio hizo. Tuendelee kudumisha umoja, mshikamano, lakini la mwisho kabisa tuendelee kudumisha muungano wetu. Moja katika tunu za taifa ni muungano. Asikwambieni mtu kama muungano hauna faida, uongo. Wanazungumza kimaslahi yao tu. Muungano huu una faida kubwa sana. Si kisiasa tu, hata kijamii. Siku zote huwa nasema, na mimi sifichi kusema, kama kuna kitu ambacho Watanzania tunatakiwa tukisimamie na tukilinde kwa magego, ni muungano wetu. Changamoto zinazungumzika, changamoto zinatatulika. Tudumishe muungano, lakini pia tudumishe amani na utulivu wa nchi yetu. Bila ya kuwa na amani, haya yote tuliyozungumza, ujenzi wa shule, ujenzi wa miundombinu, maslahi mazuri yatakuwa hayapo. Kwa maana hiyo, ondokeni mjue kwamba vitu viwili kavifanyeni kazi. Kwenye dini ya Kiislamu, Bwana Mtume wakati ana hiji, tunaita kwa Waislamu hijatul wadai, yani hija ya kuaga,
Mtume kuna sehemu moja pale Maka katika maeneo ya Arafa, kuna msikiti unaitwa Masjidi Namira. Alisimama Mtume akatoa hutuba ndefu sana siku hiyo. Yeye akasema tarafta fikum amraini kwa Kiarabu, na kuachieni mambo mawili. Mtume alisema kitabillah, yani kwa maana Qur'an, kitabu cha Mungu, na sunnati, na mwenendo wake. Mkishikamana hivyo hamtapotea. Na mimi nakwambieni, shikamaneni na vitu viwili: amani, sawa, na muungano wetu. Hiyo ndio silaha kubwa. Amani manake na utulivu, na muungano. Tusikubali kuumbishwa tukatumika wa Tanzania na Wazanzibari kuvunja amani na kuharibu nchi yetu. Watu wanaikodolea macho nchi yetu inameta. Amani tutapiga hatua kubwa za kimaendeleo. Kwa maana hiyo nikushukuruni sana, muda umekwenda. Nikutakieni majukumu yenu mema. Mlioko hapa muendelee kuwepo, na wale waliosafiri basi wasafiri salama. Nikuhakikisheni milango ya idara yangu iko wazi muda wote. Sheikh Selemani mara nyingi ananikera hapa, yupo na nampa nafasi mara nyingi, na mara hii mmemthibitishia jambo lake, mmelibeba vizuri kabisa. Pale tulipotia mkono wetu tumetia, na mambo yamekwenda vizuri. Tukuahidi kwamba tutahakikisha kwa uwezo wetu na nguvu atakazotujalia Allah kwamba sisi ni wachache, lakini kuna walimu makada wengi. Ndio. Tutahakikisha kwamba hao wote tunakuwa nao bega kwa bega, wanakuwa ndani ya database moja, sote tukiwa tunawafahamu. Ndio. Na pia tukuombe sisi kama viongozi usituchoke, manake muda wote tukipiga hodi tupokee, tusikilize, panapotakiwa kutushauri tushauri, panapowezekana kutushika mkono tushike mkono. Lakini jambo lingine pia sisi tunaliomba, ni ombi kwako, mtuangalie sasa kama walimu makada. Mwanzo inawezekana nilikuwa Zanzibar hatujawa rasmi, sasa hivi tuko rasmi. Mtuangalie hata pale kunapotokea fursa zinazohitaji mawazo, michango na usimamizi wa walimu. Sisi tuko tayari kujitolea, manake ndio uzalendo. Manake iwe ni shughuli za kichama, iwe ni shughuli za kiserikali, iwe ni shughuli za nini, basi mtuangalie kwa jicho la upekee, mtuone na mtushirikishe na mtupe nafasi hizo kuweza kushiriki katika ujenzi wa taifa letu. Lakini jambo lingine ambalo ni kuombe comrade, sisi tumeteuliwa, ndio kwanza tumepewa hizo barua za uteuzi hizi, lakini tumetakiwa kuhudhuria mafunzo tarehe 8 na tarehe 9 Dodoma. Tumeumiza kichwa, bado uchumi wetu mdogo. Sisi tunatokea hapa Zanzibar, tukasema tunakwenda kujitambulisha kwa comrade Mbeto, lakini tutamlilia kwa sababu yeye ndio baba wa idara na ni muhimu sisi kufika kwenye hilo tukio. Kwa hiyo ikikupendeza, utaona namna gani hii timu inaweza ikaenda huko Dodoma. Ikikupendeza, iwe ni kwa mipango yako, iwe ni wadau ambao wanaweza kutushika mkono kwa hii awamu ya kwanza, lakini baadaye tukuahidi tu kwamba tutajibeba wenyewe. Sasa hivi tumeteuliwa, bado tunasema mabega yetu mafupi. Kwa hiyo tunahitaji utusaidie mabega kidogo tu, tupande hapo mbele, tutajibeba wenyewe. Hili ndio ombi letu. Lakini kuna wenzetu ambao tulikuwa tuwe nao hapa, lakini kuna dharura mbalimbali zimewafika, na wao ndio viongozi wakubwa. Kuna makamu mwenyekiti taifa kwa upande wa Zanzibar, dada yangu dada Asha, alipaswa awepo hapa lakini ana dharura. Kwa hiyo pia nipende kumtambulisha ili umfahamu kijina na kisura, pia najua unamfahamu. Lakini kuna msaidizi wa ofisi ya mwenyekiti kwa upande wa taifa, pia yuko kaka yetu ndugu Imani Suleiman Mgabe, alifanya kazi yuko idara mafunzo ya walimu. Kwa hiyo ujue kama huu uongozi tulioteuliwa umesheheni. Lakini yuko mratibu kwa upande wa ofisi ya katibu mkuu, dada yangu Leila Othman Ali. Huyu ametoka kuhitimu juzi mafunzo yake Uganda kule, tuko naye pia humu katika uongozi. Kwa hiyo tumeteuliwa
naweza nikasema research imefanyika, chama kimejiridhisha kwamba hawa kweli ndio wa kwetu. Kwa hiyo waende wakatutafutie wa kwetu zaidi. Hilo tukuhakikishie tutafanya kadri ya uwezo wetu. Mimi nitoshe tu kusema kwamba kwa niaba ya wenzangu tunakushukuru kwa nasaha zako, tumepokea ni maelekezo na tunaahidi kuyafanyia kazi. Muda wowote tutakuwa hapa, na yale mafunzo tuliyoandaa, niseme tu yale yalikuwa ni madogo. Tunaandaa mafunzo makubwa zaidi ya yale ambayo yatashirikisha Pemba, hapa Unguja pamoja na bara kwa ujumla, lakini tutaratibu vizuri ili isiwe ni haraka kama alivyokuja haya, yawe ni zaidi ya miezi 3 au 4 mbele, tukishirikiana na idara yako. Kwa hiyo tunakushukuru sana, tumepokea maelekezo, tutayafanyia kazi. Tukutakie kila la heri na wewe katika utendaji wako. Tunajua na majukumu mazito sana ya kitaifa, kupewa idara ya uenezi, na tukaona Zanzibar leo ni tofauti na Zanzibar miaka 20 huko. Sio kazi ndogo ulioifanya, ni kazi kubwa mno. Na on the hot spot from my heart, niseme tu ukweli kwamba wewe ni zaidi ya mwenezi kwa sababu una kila kitu katika idara ya uenezi. Idara ya uenezi inahitaji mtu ambaye anafahamu historical background, na kiukweli tumeona Zanzibar tulikuwa tufanye uchaguzi bila vurugu. Yaani hatuwezi kufanya uchaguzi bila kupiga vurugu. Lakini safari hii mwaka juzi 2020 na 2025 tumefanya uchaguzi katika hali ya amani, utulivu, na ilipotangazwa Chama cha Mapinduzi, no doubt, no comment. Hii ndio sifa ya idara ya uenezi. Maanake kazi uliyofanya wewe ni kubwa, lakini kubwa zaidi ambalo nikupongeze, ili nitakupongeza kwa dhati ya moyo wangu, umeleta msemo ambao idara zote za uenezi tangu zimeanza kuumbwa nchi hii hawajawahi kuleta msemo kwenye nyakati za uchaguzi. CCM CCM ra, Dr. Mwinyi Dr. Mwinyi ra, Mama Samia Mama Samia ra, wana msemo kwa kweli umeuibua wewe wakati wa uzinduzi wa kampeni. Na Dr. Rose Asha Mogiro, naibu katibu mkuu taifa, yeye akawa anauendeleza katika falsafa yake ya kampeni. Kwa hiyo imekuwa ni usemo ambao sasa hivi una trendi Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Hiyo ndio maana ya creative thinkers leadership. Maanake wewe ni zaidi, umecreate kitu ambacho kitadumu, kitaendelea kudumu hata usipokuwepo hapa kabisa. Hata akija mtu mwingine, huo msemo utabaki kwenye mioyo ya watu, mioyo ya wana CCM, mioyo ya Watanzania. Kwa hiyo tukupongeze katika ubunifu huo. Tunategemea viongozi wengi wangekuwa kama wewe, nadhani Tanzania tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana, hususa kwenye Chama cha Mapinduzi. Asante sana kwa kazi nzuri uliyofanya. Asante. Kwa hiyo wanasiasa tuna wengi, na tukisema tuanze kusema mengi hapa tutakesha. Ijapokuwa sisi ni walimu watendaji, lakini ni walimu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tumeiva, tumeshapikwa, tumeshapikika. Ukienda kwenye hoja unaona kwenye mitandao ya kijamii tunapokwenda, na we mwenyewe ni ushuhuda wa hilo, na tunakuahidi tunafanya hii kazi hatutumwi na mtu. Ni mapenzi yetu wenyewe. Tumeamua kujitolea wenyewe. Kwa hiyo kama tumeamua kujitolea wenyewe, tutafanya kwa kadri ya uwezo wetu. Hatutakiangusha Chama cha Mapinduzi. Na tuko tayari kushirikiana na chama 2027. Asante. Kwa niaba ya wenzangu niseme asante tena. Sisi tukutakie kila la heri na tukuache uendelee na majukumu mengine ya kitaifa. Basi sawa, mimi nimepokea hizo sifa zote za CCM, sio za kwangu. Maana hapa mimi sijajiweka, nimewekwa. Sasa kama kuna sifa hizo, tumpongeze sana mwenyekiti wetu wa chama Daktari Samia Suluhu Hassan, na tumpongeze kwa dhati Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kupendekeza jina langu la kuwa mkuu wa idara hapa Zanzibar,
na kama wana CCM mnaona nimefanya kazi nzuri, nimeziendesha kampeni vizuri, basi tulishirikiana sote. Lakini kongole zote zinastahili kuwapa viongozi wetu hao wakuu. Maana wao ndio wenye draft. Wana makada wengi, wana CCM wengi. Si mie tu peke yangu nilopata mafunzo ya ndani na nje, wengi tu. Akasema kwa hapa fulani anaweza kutusaidia. Sasa kama nimetimiza yale ambayo walokuwa wao wanayaona na nyie wana CCM, basi ni jambo jema, lakini yote tumefanya kwa mashirikiano yenu. Na la mwisho ombi lenu nimelipokea, ile la tarehe 8, na mimi nitaangalia na kusaidia ni vipi ili kuweza kufika Dodoma. Baada ya hayo basi nikukaribisheni mimi niendelee na majukumu mengine hapa.